Watu wengi wanaangalia kupunguza uzito. Wengine wanakimbia gym kila siku, wengine wanakunywa dawa, wengine wanajinyima chakula hadi wanaishi kwenye stress, yani msongo wa mawazo. Lakini ukweli ambao wengi hawajui ni huu. Kupunguza uzito huanza asubuhi, kabla hujaanza hata kula chakula cha mchana. Kuna tabia ndogo ndogo unazofanya kila asubuhi ambazo zinaamua kama mwili wako utaendelea kuongeza mafuta au utaanza kuyachoma. Leo nitakuonyesha mambo rahisi sana unayoweza kufanya kila asubuhi bila kujitesa, bila diet kali, lakini mwili wako utaanza kubadilika taratibu. Na kama utafuata hadi mwisho, utapata mpangilio wa asubuhi unaoweza kubadilisha mwili wako ndani ya siku 7 hadi 21 pekee. Sehemu ya kwanza, kunywa maji kabla kila kitu. Kosa kubwa watu hufanya ni kuamka na kuanza kula au kunywa chai kabla ya maji. Mwili wako unapoamka huwa umekaa masaa 6 mpaka 8 bila maji. Hii inamaanisha metabolism inakuwa polepole, mwili unahifadhi mafuta, unahisi njaa haraka. Suluhisho rahisi: kunywa glasi 1 mpaka 2 za maji ya kawaida au ya vuguvugu mara tu unapoamka. Hii husaidia kuamsha metabolism, kusafisha mfumo wa chakula na kupunguza hamu ya kula ovyo. Ukiongeza tone la limao inasaidia zaidi kuchoma mafuta taratibu. Tembea dakika 10 mpaka 20 asubuhi. Huhitaji gym. Kitu rahisi sana ni kutembea asubuhi, kinaweza kubadilisha mwili wako. Watu wengi wanafikiria lazima uende gym ili upungue uzito. Hapana. Kutembea asubuhi husaidia kuchoma mafuta yaliyohifadhiwa usiku, husaidia mmeng'enyo wa chakula, lakini pia hupunguza stress hormone. Fanya hivi: tembea nje au ndani ya compound bila simu au distraction. Pumua kwa utulivu. Dakika 15 kila asubuhi ni zaidi ya kutosha kuanza mabadiliko. 3 ni mazoezi mepesi ya mwili. Hii si lazima iwe intensive work. Mazoezi mepesi kama squats, push up, kujinyosha na kuruka kamba. Lengo si kuchoka, lengo ni kuamsha mwili. Mazoezi haya huongeza fat burning mode, hufanya mwili kutumia mafuta kama energy, lakini pia huongeza nguvu na focus ya siku nzima. Usifanye mazoezi ukiwa umechoka sana asubuhi. Anza kidogo, ongeza taratibu. Usikipuuze chakula cha asubuhi. Watu wengi wanaacha kunywa kifungua kinywa wakizani watapungua uzito haraka. Hili ni kosa kubwa sana. Ukiacha kula asubuhi, mwili unaingia kwenye mode ya kuhifadhi mafuta. Unakula sana mchana na usiku, uzito huongezeka badala ya kupungua. Chakula bora cha asubuhi ni mayai 1 mpaka 2, matunda, karanga kidogo, na lengo ni kula chakula chenye protini na nyuzi. Mwanga wa jua la asubuhi. Hii watu wengi hawazungumzi kabisa. Mwanga wa asubuhi huseti biological clock ya mwili, husaidia usingizi wa usiku kuwa bora, huongeza metabolism. Fanya hivi: toka nje dakika 5 mpaka 10 asubuhi upate mwanga wa jua wenye vitamin D. Hii ni moja ya siri kubwa watu wenye uzito wa kawaida bila kujitesa. Epusha simu mara moja baada ya kuamka. Watu wengi wanaamka na kuanza kuscroll simu. Hii inaleta matatizo. Stress inapanda, cortisol inaongezeka, unaanza kula ovyo mchana. Badala yake, anza siku na maji, tembea kidogo, fanya mazoezi. Simu iwe baada ya kuamsha mwili, sio kabla. Tabia ya simu. Tabia ya mwisho ni kuandaa siku yako mapema. Watu wanaopungua uzito kwa urahisi wana kitu kimoja: nidhamu ya asubuhi. Chukua dakika 2 mpaka 3. Andika nini utakula, utatembea wapi, andika lengo lako la siku. Hii husaidia kupunguza kula ovyo, kuongeza focus na kudhibiti tabia mbaya. Kupunguza uzito si lazima iwe mateso.
Ukweli ni huu: mabadiliko madogo asubuhi yanaamua mwili wako wa siku nzima. Ukifanya maji, kutembea, mazoezi mepesi, chakula sahihi na mwanga wa jua, bila simu ya mapema, mwili wako utaanza kubadilika taratibu bila hata kujitesa. Kama video hii itakusaidia uanze leo, andika naanza leo. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare kwa marafiki wengi zaidi. Nikutakia siku njema na Mungu akubariki.